alitambulika kiulimwengu kama mwana kanisa ambaye aliwajibika kwa mapana na marefu akitangaza Injili. Elimu yake ilimsaidia kutekeleza majukumu yake. Yeye licha ya kusoma katika seminari zetu kuu, alipata fursa ya kusoma chuo kikuu kule Roma, ambapo alitunukiwa shahada ya udaktari mwaka 1976, na aliporudi hapa nyumbani akatumwa kufundisha katika seminari kuu ya Kipalapala. Labda tu niwadokeze, mimi nikiwa mwanafunzi wa Kipalapala katika mwaka wake wa kwanza kama mwalimu, alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa mwalimu mzuri. Shukuru Mungu kwamba nimemfahamu na kwamba amenifundisha na pia nimefanya naye kazi. Madhama alishakuwa na mang'amuzi ya maradhi kwa muda mrefu. Kwanza kabisa alikuwa na changamoto ya ugonjwa wa moyo, na alishafanyiwa operation, akawekewa kitu kinachoitwa pacemaker. Pacemaker ni kitu ambacho kinasaidia kuratibu mapigo ya moyo au ufanyakazi wa moyo. Yeye alikuwa na chombo hicho, kilimsaidia moyo wake ufanye kazi kwa utaratibu unaoeleweka. Lakini tukumbuke pia kwamba alishakuwa na changamoto ya uti wa mgongo, akafanyiwa matibabu kwanza Ujerumani, akafanyiwa matibabu India, lakini hatimaye alipelekwa Marekani kwenye hospitali inayoitwa ya Cornell, ambapo alifanyiwa operation kubwa iliyodumu takriban masaa 13, na ile operation ilimsaidia. Alikuwa ameanza kupinda, alikuwa hawezi tena kutembea wima, lakini baada ya operation ile alirudi hapa akiwa anatembea wima. Ameendelea kupambana na uzee na maradhi mpaka hapo Mungu alipomwita kwake. Kwanza ninamtambua kama alikuwa askofu mkuu wa Dar es Salaam. Kama askofu mkuu aliongoza majimbo ya kanda ya Dar es Salaam, ambayo kwa sasa hivi ni jimbo la Mahenge, jimbo la Ifakara, jimbo la Zanzibar, jimbo la Tanga, jimbo la Bagamoyo na jimbo lenyewe kuu la Dar es Salaam. Bila shaka askofu mkuu haingilii shughuli za majimbo, lakini anaratibu mahusiano na uwajibikaji wa majimbo hayo. Kwa hiyo natambua kwamba alifanya kazi kubwa ya uratibu na ameliongoza vizuri sana jimbo lake, hivyo kwamba limeweza likakua likaimarika mpaka ananikabidhi jimbo. Tayari jimbo lilikuwa na parokia 115, ambapo yeye alipokea jimbo likiwa na parokia 20. Kwa hiyo kwa kipindi alichoongoza amefanya kazi kubwa na ameliimarisha jimbo.